Na nimekuwa nikijiuliza mada ya siku ya leo nitaipa title inaitwa The Lift. Bwana asifiwe. The Lift, L-I-F-T, kuinuliwa ama kutolewa kutoka mahali pamoja mpaka mahali pengine. Na tutajifunza mambo kadha wa kadha kuhusu kuinuliwa ama kutolewa kutoka hali moja mpaka hali nyingine, na tutaenda kuangazia vyombo vya usafiri. Bwana asifiwe. Wakati umesikia lift, kuinuliwa, na hata kwa lugha ya kawaida kupewa lift, unatolewa hapa unapelekwa Nakuru, na sio kwa gari yako ama sio kwa chombo cha usafiri chako. Hiyo pia ni lift. Bwana asifiwe. Disemba kulikuwa na ujumbe kadha wa kadha zikipita ya kwamba, na sana sana sijui kwa nini wanaonea watu wa Western, ati kama unajua utanipea lift usiniambie nitokee kangeni saa 11 alafu nafika hapo saa 5, kwa sababu lift hauna control. Bwana asifiwe. Nikikwambia nakupea lift, niamue nitasikiza muziki kwa sauti yote, gari ni langu ama chombo cha usafiri ni changu, hauna control. Bwana asifiwe. Unatulia, lakini unajua ya kwamba kama nilikuwa naenda Nakuru, si kana kwamba gari liko na kelele ama wameamua watasimama kijana wa kule mahindi hapo mbele sijui wakupe nini, na labda wewe unauliza tutafika Nakuru saa ngapi? Nakuru utafika, lakini umepewa lift. Bwana asifiwe. Na ukipewa lift hauwezi ambia dereva unaniweka ama niweka nikikuja, unanikalisha. Bwana asifiwe. Kuna mtu mmoja katika Biblia na tunamjua anaitwa Paulo. Bwana asifiwe. Lift aliyopewa haikuwa lift ya kawaida ama haikuwa lift ambayo yeye angechagua ama aliamua, alijipata tu lazima uingie mahali katika hiki chombo cha usafiri, ufike mahali ambapo unafaa kuwa. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo hakuwa na uchaguzi. Hangesema ya kwamba ningependa kuondoka hapa saa fulani ama mwezi fulani ama wakati fulani nijipate pahali hapo pengine wakati ninaotaka. Bwana asifiwe. Katika kitabu cha Acts, Matendo ya Mitume 27 inaelezea kuhusu, na nitasoma nikirukaruka kwa sababu ni mistari mingi. Inaelezea kuhusu safari ya Paulo kuelekea Roma. Bwana asifiwe. Ili Paulo afike kutaka ama kupelekwa Roma, alikuwa ametoka Jerusalem na alikuwa haelekei Roma kwa utalii. Alikuwa anaelekea kwa sababu Mungu amemwambia lazima aende ahubiri kule Roma, lakini alikuwa mfungwa. Bwana asifiwe. Alikuwa ameshikwa na authority ya hiyo siku, kwa sababu hawakuwa wanataka kusikia mtu akishuhudia kuhusu Yesu aliyefufuka. In fact, kwa ukisoma kutoka tuseme 23 utaona kuna mahali alipelekwa mbele ya mfalme fulani, akamwambia hebu sikiza huyu, mimi kenye nimesikia akisema ni kama wanaongea kuhusu jamaa alikufa na akafufuka. Bwana asifiwe. Yaani hata hakuna mwenye alikuwa anamuelewa. Wale wote kutoka wakati alishikwa akiwa Jerusalem kwa sababu ya kuhubiri, na alikuwa anahubiri kuhusu Yesu aliyekufa na akafufuka. Wayahudi hawakuwa wanataka kusikia hayo, walikuwa wanakataa kabisa, walikuwa wanashindwa huyu naye ni nani, na ilhali walikuwa wanamjua. Wakati alikuwa anapiga kanisa ama wakati alikuwa anapiga Wakristo ambao walikuwa wanajua ama wanaamini kuhusu kufa na kufufuka kwa Yesu, hawakuwa na shida na yeye. Bwana asifiwe. Lakini wakati tu Yesu alimtokea na akamwambia lazima uache kunipersecute na uendeleze injili yangu, hapo ndio shida za Paulo zilianza. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo katika Acts 27 tunaona ya kwamba amepitia kwa mikono ya majaji ama wafalme kadhaa, mpaka akaamua wale wote waliomsikiza. Tunaweza soma kwa wakati wetu, ukisoma Matendo ya Mitume hata ukianzia chapter 1 mpaka mwisho, inaongea
lakini la muhimu ni kwamba wale wote waliosikiza Paulo, hakuna yeyote alipata hatia. Bwana asifiwe. Hakuna yeyote alikaa hivi. Mfalme Festus alipelekwa mbele ya Agripa, akapelekwa kwa wote walimsikiza, wote walisema hana hatia. Na kwa hivyo, kwa sababu yeye alikuwa anajua haki zake, alijua hawa wakinihukumu ama wakiniachilia nitaenda kuuawa. Wayahudi walikuwa wamengoja, na kwa hivyo iliwachukua hao wenye wanaelewa haki za Waroma. Paulo alikuwa pia ni Mroma kwa uraia, alikuwa raia wa Roma, na kwa hivyo wale aliomba kusikizwa mbele yao, alikuwa anaomba ya kwamba kuna wale wanaelewa Uyahudi na kuna wale wanaelewa haki za Waroma, na ndio maana aliomba wacha nipelekwe kwa Kaisari. Bwana asifiwe. Amepitia kwa mikono ya watu wengi, majaji wengi, kila mmoja anamuona hana hatia, lakini akiachiliwa atauawa na Wayahudi. Yet Wayahudi wenzake wanajua ama wanaujua ukweli, lakini hawataki kuutambua, hawataki kuukubali. Bwana asifiwe. Nikisoma kutoka 27 mstari wa 6 inasema, there the centurion found an Alexandrian ship sailing to Italy and he put us on board. Hapo ndio lift inakujia. Hapo ndio hakuwepo kwa chombo alichochagua. In fact, ukisoma kutoka verse 1, alitolewa kutoka kwa meli moja akawekwa kwa nyingine, na hakuwa na uchaguzi. Lakini katika Matendo ya Mitume 23 alikuwa amesikia kwa masikio yake Mungu akimwambia kwamba wewe Paulo utakuwa mshuhuda wangu kule Roma. Bwana asifiwe. Inaweza kuwa sisi wote tumesikia neno, tumeambiwa ya kwamba tunafaa kushukuru, tumeambiwa ya kwamba tumeitwa to a higher calling, tunafaa kutoka point A to B. Neno limetoka na litatimia, lakini sasa likishatoka kuna safari. Bwana asifiwe. Neno la Mungu likitoka, huu ni mwaka wa Thanksgiving. Sisi wote tunakaa tukingoja hali zitakuwa tu, nimepona, nimepata kazi, sio kwa manadamu. Hata kama mimi anytime nikisikia huu ni mwaka wa Thanksgiving, what do I expect? Kila wakati nitakuwa tuna hali nzuri tu, kila wakati itakuwa tu ni kila sana tukutana, praise the Lord, biashara yangu inaendelea vizuri, Bwana asifiwe, mtoto wangu amepona. Lakini na sitaki kukuwa prophetess of doom, kuna safari. Bwana asifiwe. Safari ipo, there is the process. Mwisho ni Thanksgiving. Na sisemi ya kwamba mwisho itakuwa end of the year. Bwana asifiwe. Inaweza kuwa hata mwisho wa siku. Lakini neno limeshatoka ya kwamba huu ni mwaka wa kushukuru, huu ni mwaka wa kutenda. Bwana asifiwe. Unaweza kuwa hiyo lift yako, umepewa lift kama Paulo. Chombo chako kitakuwa na shida. Chombo cha usafiri haitakuwa smooth. Bwana asifiwe. Yaani meli itakayokubeba ama hali utakayokuwa ndani yake, as much as baada ya yote haya utashukuru, haitakuwa rahisi. Bwana asifiwe. Na natumai niko na ushuhuda wa Baba Musa. Baba Musa alipoanza safari, ndio tukiwa Nairobi Baptist, tulimtia Mungu. Na for sure tulinena imani. Utaenda India, utarudi, utapona, lakini akikuelezea safari iliyokuwa hapo katikati. Bwana asifiwe. Uponyaji upo na amepona. Lakini kuna vile kama Paulo ndio afike destiny yake ya uponyaji, atafika kama chombo kimepitia mashini karibu zote. Bwana asifiwe. Yaani mwili wake umepimwa, damu yake amepitia hospitali, amepatana na matibabu karibu yote, lakini mwisho wake kuna uponyaji. Bwana asifiwe. Na hawezi toroka hapo katikati. Umeambiwa ya kwamba utahubiri. Paulo aliambiwa atahubiri Roma. Kwa hivyo vile atafika Roma, atafika kwa chombo ambacho katikati ama kwa safari kitaharibiwa, lakini hawezi toroka. Bwana asifiwe. Tumesema ni lift anapewa, hana choice. Hawezi sema
kulingana na shule nilienda inaitwa yacht. Hakuwa na uchaguzi. Unajua ile meli ya starehe, pahali ambapo ukitaka chochote utakachotaka kipo. Hakuamua aende na meli kama hiyo ama cruise ship. Wengi wenu ambao ni umri wangu najua mmewatch Titanic ilikuwa meli moja ya kifahari, ilikuwa na watu wengi, na nafikiri hata hii inachapa na upepo hapa haikuwa meli kidogo. Meli inabeba watu 276 na saa hiyo hujahesabu crew. Hiyo sio meli kidogo, lakini chombo ambacho unatumia kikufikisha upande ule mwingine, mahali ambapo utatimiza lile umeambiwa na Mungu, kitakuwa na shida. Walakini hauna choice ama hauna namna, hauwezi toroka. Lazima kile kilichowekwa ndani yako, ile ahadi uliyopewa na Mungu lazima itimie. Bwana asifiwe. Biblia inasema kazi njema anayoanza ndani yetu, yeye ni mwaminifu kuikamilisha. Watoto ambao tulipewa na Mungu, na hiyo ni kazi, na lazima tuwalee, tuensure ya kwamba wameenda shule, wametii, wamekuwa watu wa kutambulika katika society. Lakini hapa katikati, Bwana asifiwe, kuna safari. Kazi uliyopewa na Mungu ndiyo ni kazi, unafurahi uko hapo, lakini kabla uharvest ama uvune yale matunda ya ile kazi, kuna safari. Bwana asifiwe. Na lile tunahimizwa ni kwamba hatutoki katika kile chombo. Bwana asifiwe. Hatutoki katika kile chombo kimetupea lift. Lazima tuvumilie, kikichapwa na upepo tunakaa pale. Kwa sababu tumeambiwa ya kwamba neno lilishatoka. Na hata walipokuwa katika hicho chombo kilipokuwa kikichapwa, waliambiwa ya kwamba hakuna yeyote atapoteza uhai. Bwana asifiwe. Kwa hivyo chaguo letu hatuna mawili, hatuna either niende kama nisiende. Uende ni lazima. Kufika kwa hatima yako ni lazima. Chombo kitaharibiwa, lakini lazima ukae katika kile chombo, kwa sababu hauna namna, ili kikufikishe upande wa pili. Bwana asifiwe. Na hapo ndio ninaona ya kwamba saa zingine sisi Wakristo ambao labda tumekomaa, ukisikia juu ya lift ile haugaramii. Tukiangalia lift ambayo ni ile kubebwa bure, hakuna gharama, hakuna mmoja wetu hawezi penda apewe lift kwa maisha. Hata mimi naweza penda nikae, vitu tu zifanyike. Bwana asifiwe. Lakini kama sisi ni Wakristo waliokomaa, ili ile lift itokee, kutakuwa na dhoruba. Bwana asifiwe. Na dhoruba inaweza kuwa upepo mzuri wa kukufanya upae, ama upepo ambao utazunguka mpaka uharibu chombo cha usafiri ambacho unaenda nacho. Bwana asifiwe. Nilikuwa nasoma mahali pengine, naona ya kwamba ndege za vita hazina ile runway, hazina ile runway mrefu ati ndege inaenda ikingoja isukumwe na upepo. Lazima huyu rubani wa ndege ya vita atafute pahali popote pale pana upepo, kwa sababu asipotafuta pahali pana upepo, hiyo ndege haitapaa. Bwana asifiwe. Hivyo kwa maisha ya Mkristo, ili uweze kupaa, ili uweze kuenda katika ile hali nyingine, tusiogope upepo, tusiogope dhoruba. Na dhoruba sio rahisi. Inaweza kuwa ni upepo wa ile magnitude ya kuinua chombo, inaweza kuwa ni upepo ya kuharibu chombo. Bwana asifiwe. Lakini katika hayo yote lazima tutumie, because lazima tufike mahali ambapo Mungu ameamua lazima tufike. Inaweza kuwa unahitajika uende katika ule upepo kama Mkristo, ili uweze kufanya ndege yako ipae. Bwana asifiwe. Na kwa
kimeingia kwa dhoruba, hakuna kutoroka. Kile utafanya ni nini? Lazima uamue. Bwana asifiwe. Tukisoma 27, wacha nisome 27. Ama wacha nianze 24. Saying, do not be afraid, Paul. You must be brought before Caesar. And indeed, God has granted you all those who sail with you. Therefore take heart, men. Nitasoma mpaka mwisho. Therefore take heart, men. For I believe God that it will be just as it was told me. However, we must run aground on a certain island. 27. But when the 14th night had come, as we were driven up and down in the Adriatic Sea, about midnight the sailors sensed that they were drawing near some land. And they took soundings and found it to be 20 fathoms. When they had gone a little further, they took soundings again and found it to be 15 fathoms. Then fearing lest we should run aground on the rocks, they dropped 4 anchors from the stern and prayed for day to come. And as the sailors were seeking to escape from the ship, when they had let down the skiff into the sea, under pretense of putting our anchors from the prow, Paul said to the centurion and the soldiers, "Unless these men stay in the ship, you cannot be saved." Then the soldiers cut off the ropes of the skiff and let it off. And as day was about to dawn, Paul implored them all to take food, saying, "Today is the 14th day. You have waited and continued without food, and eaten nothing. Therefore I urge you to take nourishment, for this is for your survival, since not a hair will fall from the head of any of you." And when he had said these things, he took bread and gave thanks to God in the presence of them all. And when he had broken it, he began to eat. Then they were all encouraged and also took food themselves. And in all, we were 276 persons on the ship. So when they had eaten enough, they lightened the ship and threw out the wheat into the sea. Wacha nikomee hapo kwanza. Bwana asifiwe. Hiyo yote inaeleza kuhusu vile walikuwa wanafanya katika bahari. Lakini tukiangalia hapo mstari wa 25 inasema ya kwamba Mungu alimwambia Paulo ya kwamba wote watafika. Bwana asifiwe. Mstari wa 24 saying, "Do not be afraid, usiogope. You must be brought before Caesar. And indeed, God has granted you all those who sail with you." Yani, Paulo kabla hata hajaanza safari, alikuwa anajua destiny yake ni kufikia Caesar. Na hakuna vile ingekatizwa. Kuja dhoruba, kuja chochote kile, lazima angefika mbele ya Caesar. Kwa sababu Caesar wakati ule ndiye alikuwa mahakama ya juu zaidi na ilikuwa inaelewa kuhusu haki za Waroma. Na alikuwa anajua akifika mbele ya Caesar, kesi yake itasikizwa na mtu ambaye anaelewa haki zake na atapata hukumu inayofaa. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo kwa sababu ya uwepo wake katika kile chombo, wale 276 hakuna yeyote alipata kupoteza maisha yake. Sisi ambao tunaamini pahali ambapo tuko katika nchi ya Kenya. Nchi ya Kenya haitaharibiwa kwa sababu ya sisi ambao tumeamini. Mahali pako penye unafanya kazi, labda ni wewe peke yako uko hapo unaamini, lakini utafanya hata wale walioko nawe waweze kuokoka ama waweze kuokolewa kwa sababu uko katika kile chombo. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo walifanya lolote lile wangeweza. Walipatana na hukumu mpaka ikafika mahali hakuna yeyote angeweza kula. Na sio kufunga, haikuwa fasting. Ni ile umegive up. Bwana asifiwe. Lose appetite. Mara nyingi saa zile shida zimekukumba. Sijui wengine wetu tunakumbana na shida, aidha unakula zaidi ama unajipata hata ladha ya chakula hauna. Paulo aliwahimiza kwa sababu Mungu ninayetumikia ama Mungu
aliwahimiza, huyu Mungu ameniambia lazima tufike upande ule mwingine, na mmekaa siku 14 kuleni, yaani jitieni nguvu, kwa sababu lazima tufike upande ule mwingine. Sijui hawa wengine 276 walikuwa wanaenda wapi, labda walikuwa wanaenda biashara, lakini Paulo mwenyewe ni mfungwa. Yeye ombi lake ni afikishwe mbele ya hakimu ambaye atamsikiza na ampatie justice, aweze kukata kesi yake kulingana na haki ama rights za Waroma. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo sisi kama Wakristo mahali tulipo lazima tujielewe, lazima tujitambue, lazima tujue ya kwamba uko pale kwa sababu fulani, uko pale ili wanaokuzunguka, kijiji unapoishi kimeokolewa because of your presence, kwa sababu lile ambalo Mungu alisema litatimia ndani yako. Hauishi peke yako, ama hatuishi kwa island. Wale waliotuzunguka, familia zetu, majirani zetu, marafiki zetu, wanaojua Mungu, wasiomjua Mungu, wataokolewa kwa sababu ya mmoja aliyemwamini, na lazima hatima yake itimie. Bwana asifiwe. Hapo tunaona ya kwamba hao marubani wa hii ship walitumia ujuzi wote wangeweza. Ilifika mahali mpaka wanatupa shehena, wanatupa mzigo. Bwana asifiwe. Inaweza kuwa uko katika kile chombo, uko katika ile familia, uko katika ile biashara, unasikia kabisa hali haiendi vizuri, lazima uombe Mungu akupe maarifa. Je, ni nini ninahitaji kutupa? Ni shehena gani? Ni mzigo gani? Bwana asifiwe. Wahibrania inasema tutwike chini ile mzigo yote ambayo inatuslow ama inatupeleka polepole. Kwa hivyo mahali ambapo tupo, dhoruba ikija, kama vile Phyllis alisema, lazima uulize, je, ni temptation ama ni mimi nimesonga? Ni mimi nimetoka katika uwepo? Na hapo Mungu atakupea maarifa, utajua ni nini ambapo, ni mzigo gani huu unafaa kutoa, ili chombo kikuwe rahisi muweze kuendelea. Bwana asifiwe. So ninaomba ya kwamba wenzangu ambaye uko hapo, unasikia mzigo umekuwa mzito, hatuna choice, hatutoroki, hatuondokei. Bwana asifiwe. Saa zingine kitu ikikaa ni kama haifanyi kazi, ile rahisi ni kuondokea, lakini utaondokea ukiwa wapi? Ukiwa katikati ya bahari. Uko na familia, utaondokea uende wapi? Utawatoroka watoto wako, utawatoroka jamii yako. Lazima ukae katika ile merikebu ambayo inachapwa na upepo, ambayo inapitia mambo magumu, kwa sababu kuna lile neno ulilolisikia la kwanza ya kwamba lazima, kama Paulo, lazima ufike mbele ya Caesar. Hii jamii lazima ifike mahali ambapo Mungu anataka ifike. Bwana asifiwe. Biashara, kazi yako lazima ifike mahali ambapo Mungu anataka ifike. Kwa hivyo hatuna choice kama Wakristo, hakuna kuondokea. Lazima tukae pale, tuombe Mungu atupe maarifa. Yaani ile mizigo tuko nayo, ama kile ambacho tunafaa kutoa. Inaweza kuwa ni kutoamini, because mara mingi kile ambacho kinatu-slow down ni dhambi. Na tunaposikia dhambi, mara nyingi tunaenda kwa muuaji, mzinzi. Kuna dhambi zingine ambazo tunatenda lakini hazionekani kwa uso. Bwana asifiwe. Dhambi, in fact, zile mbaya zaidi ziko ndani, hazina, niseme nini? Hazimanifest. Hiyo hasira, hiyo huko kutoamini, hicho kiburi, ama udhaifu wowote ambao uko nao, unaweza jiwekea ndani, hatutauona. Bwana asifiwe. Ubinafsi, siwezi kuangalia hivi kwa uso niseme kulingana na vile ule dada anaimba hana ubinafsi, ama kulingana na vile huyu ndugu anahubiri hana kiburi. Bwana asifiwe. Na mara nyingi tuna kiburi, saa zingine kama Wakristo tunaelewa ni kuringa. Unaweza jiambia mimi siringi, sina maringo. Lakini kama hauamini, kama kuna hali imekukumba na umekiva, uko na kiburi. Na ndio tunasema
ziko na athari kubwa zaidi ni zile ambazo hazijimanifest, hazionekani. Hatuwezi sema, hakuna yeyote tumeona kwa runinga ati amehukumiwa kiburi. Bwana asifiwe. Ama kuna yeyote tumeona amepelekwa Kamiti juu ya vile alikuwa selfish. Headlines, so and so convicted to 10 years in prison kwa sababu ya anger. Hata hivyo, anger saa zingine inafanya ufanye mambo kama uuaji. Bwana asifiwe. Lazima tuwe na uadilifu. Ule werevu unaotokana na Mungu, tujue ni nini hii inayofanya chombo changu ama chombo nilichoko ndani yake kiwe kizito nisiweze kumaliza safari. Lakini tumesema hatuna namna, hatuondokee. Tunakaa katika kile chombo mpaka tufike mwisho. Bwana asifiwe. Na kabisa walikaa katika kile chombo, ilifika mahali mpaka wameshatupa ngano. Imefika mahali wale marubani wakaona, ama hata hizi zinaitwa nini, gear, spare parts, ama kitu chochote kinaweza fanya hiyo ship ikuwe mzito, walikitupa. Baada ya hayo yote, upepo ulikuja mkali sana mpaka ikabidi sasa meli imeharibika. Wamebidi sasa hata ile meli watumie parts ya hiyo meli ili waweze kufika upande ule mwingine. Bwana asifiwe. Unaweza kuwa umekaa mahali unajiuliza, kwa sababu bado tunaona katika hiyo safari askari walitaka kutoroka, lakini Paulo aliwaambia ukitoroka, ama hata si askari, wale rubani walidanganya wanaenda kuweka nanga mbele ili ship isimame, lakini hali ndani yao walikuwa wanajua ni lifeboat wanaweka huko mbele. Kuna ile maarifa ambayo ni wewe mwenyewe umejiwekea. Unaona hiyo hali unajiambia, hata kama hisi ya kuvumilia, unajiambia utoroke. Yet ndani yako Mungu akikwambia hakuna mahali utakapoenda mpaka nikufikishe destiny. Bwana asifiwe. Unaweza kuwa umefanya kila kitu, umefika mwisho wa mawazo yako, umefika mwisho wa uwerevu wako, lakini Mungu bado ako pamoja nasi. Bwana asifiwe. Tutafika mwisho, ndio chombo kitaharibiwa, hali zetu zitakuwa mbaya, but one thing that is for sure, hatutapoteza haya maisha yetu. Bwana asifiwe. One thing that is for sure, tukiweza kuvumilia, tukiweza kuomba maarifa kutoka kwa Mungu, tufanye kile ambacho tunafaa kuachilia, tuachilie kile ambacho tunafaa kuachilia, tutupe ile mizigo tunafaa kutupa, mwisho lazima tutafika. Kwa sababu baada ya yote hayo, zile vita tulizoko ndani hatupotezi. Bwana asifiwe. Wakristo tunapigana from a victory point. Na ndio maana wakati tulikuwa na Baba Musa kule Nairobi Baptist, ndio tulikuwa tunajua ni mgonjwa, ndio tulikuwa tunajua nafaa kwenda India, but because tunapigana kutoka point ya ushindi, tunamwashua ya kwamba utaenda India, utarudi, utapitia haya, but baada ya haya yote uponyaji uko nao. Bwana asifiwe. Ningependa kujitia Mungu na nitie yeyote aliye pale nguvu ya kwamba dhoruba hazijakuja kutumaliza. Bwana asifiwe. Upepo unaovuma, nimesema labda unavuma ili ukaweze kupaa zaidi. Bwana asifiwe. Tunafananishwa pia katika Biblia na tai, eagle. Wakati upepo uko mwingi ama dhoruba imezidi, hapo ndio tai anatoa mabawa yake yote, anaenda juu ya dhoruba. Bwana asifiwe. Na ni kumaanisha kama hakuna dhoruba, kuna haja kweli kuspread mabawa. So either unataka kukaa katika ile hali uliyoko, ama ungependa lift. Bwana asifiwe. Ungependa kuinuliwa, ama ungependa kutolewa kutoka point A to B, dhoruba lazima iwe. Bwana asifiwe. Na hiyo dhoruba haitakuja kukumaliza. Itakuja either uspread mabawa yako, ama ukimbie katika ile dhoruba ili uweze kupaa kama ndege ya vita, ama kama Paulo
upande wa pili. Bwana asifiwe. Nikiendelea hapo inasema ya kwamba walifika upande wa pili. Wacha niruke mpaka mstari wa 43. But the centurion, wanting to save Paul, kept them from their purpose and commanded that those who could swim should jump overboard first and get to land, and the rest sank on boats and sank on broken pieces of the ship. And so it was that they all escaped safely to land. Bwana asifiwe. Hata wale waliokuwa wamepanga kutoroka, hata wale marubani waliokuwa katika hiyo meli walikuwa wamerusha lifeboat watoroke wawache hawa. Askari walikata kamba. Bwana asifiwe. Unaweza kuwa hapo unaona wewe ni mwerevu, mimi hii hali sitaivumilia, wacha nijiondoe. Kutakuwa na Mungu atafanya hizo kamba zikatike. Bwana asifiwe. Kile chombo ambacho unafikiria hapo ndio utakaa ukiwa safe peke yako kwa ubinafsi wako, kamba zitakatwa na utakaa ndani ya hii meli. Na ndio tumesema hatuna namna, tutakaa katika hii meli ivunjike, ichapo na upepo ifanyike vile itakavyofanyika mpaka mwisho. Aidha utaswim ama utatumia part of the ship. Wale hawajui kuswim waliweka zinaitwa ship inatengenezwa na mbao. Kwa hiyo ukiweka mbao kwa maji ina float. Walitumia hizo mbao kama floater. Wewe ambao haujui kuswim bado hautaachwa uangamie katika dhoruba. Bwana asifiwe. There is a choice. The most important thing ni kujua lazima ubaki ndani ya ile merikebu. Hakuna kuondokea. Bwana asifiwe. Hali ikiwa mbaya lazima tukae katika ile merikebu, kwa sababu mwisho ama hatima yetu ni kwamba ushindi ni wetu. Bwana asifiwe. Ushindi ni wetu. Process ni ngumu, process ina machungu, process ina dhoruba, lakini mwisho ushindi lazima ni wetu. Na kama Paulo, hata before tuanze process, because by the way Mungu alimrivilia utafika, lakini utafika kwa chombo ambacho kimeharibiwa. Bwana asifiwe. Wengine wetu hatukuwaje tumepata hiyo revelation. Tukipata hiyo revelation tutatoroka. Ukiambiwa ya kwamba ndio biashara yako itanawiri, lakini kuna ugumu utapitia, utakaa katika hiyo biashara, ama familia yako ndio utaingia katika ile familia, utaingia katika ile ndoa, lakini hapa katikati kutakuwa na dhoruba. Si afadhali usiingie? Bwana asifiwe. Afadhali usiingie, bwana uingie kwa mahali ambapo unaenda kupata shida. Lakini kama Paulo, yeye ni mfungwa. Sisi wote ni wafungwa. Bwana asifiwe. Not wafungwa in terms of hatuko free. We are free but we are bound to Christ. Bwana asifiwe. Hatuwezi toroka, huwezi toroka tuseme roho yako iko na shida useme mimi nitatoroka roho yangu. We are bound with Christ, meaning hapo ndani yetu, sisi tuko ndani yake. Hakuna vile tutamtorokea. Bwana asifiwe. Lazima tukae naye, tuende safari mpaka mwisho, kwa sababu hatima yetu ametuambia tunaingia katika hukumu tukijua ya kwamba ndio hukumu upo, lakini ushindi is assured. Bwana asifiwe. Tumehakikishiwa ya kwamba ushindi ni lazima. Bwana asifiwe. Na tunaposhinda, shida za Paulo hazikuishia pale. Shida za Paulo hazikuishia wakati ambapo wameweza kufika kwa mahali ambapo wangeweza kukaa. Bwana asifiwe. Matendo ya Mitume 28 inaandika ya kwamba ndio waliweza kufika kwa island. Kile chombo kilichoharibika kiliwafikisha pale. Na kama Wakristo mara nyingi tumepitia dhoruba, tumefika mahali sasa ni kujivinjari ama una relax. Umepigana vita, umeomba, umefunga. Sasa unaingia katika hali ya kurelax. Bwana asifiwe. Katika hii safari hakuna kurelax.
inasema now when they had escaped, they then found out that the island was called Malta, and the primitive people showed us unusual kindness, for they kindled a fire and made us all welcome, because of the rain that was falling and because of the cold. But when Paul had gathered a bundle of sticks and laid them on the fire, a viper came out because of the heat and fastened itself on his hand. So when the primitive people saw the creature hanging from his hand, they said to one another, "No doubt this man is a murderer, whom though he has escaped the sea, yet justice does not allow to live." But he shook off the creature into the fire and suffered no harm. However, they were expecting that he would swell up or suddenly fall down dead. But after they had looked for a long time and saw no harm come to him, they changed their minds and said that he was a god. Bwana asifiwe. Umepitia dhoruba, chombo kimeharibiwa, lakini umeweza kufika katika island, the island of Malta, na ukapata watu wazuri sana huko ambao wanaangalia hali ya anga, wanaona vile kunanyesha, wanaona vile kuna baridi, wanajua hali ngumu ambazo umepitia, wanawasha moto. Bwana asifiwe. Na Paulo akiwa mmoja wa wale wanaokota kuni, aliokota kuni na katika zile kuni kulitoka nyoka. Bwana asifiwe. Uko katika hali ngumu, umejiambia yes, umefika mwisho, nimevumilia kwa kile chombo, sikutoroka. Lakini unapoenda kujivinjari ama kurelax, umepitia tuseme biashara, ugumu umekuwa, umefika mahali ukasema basi, nimejua mahali ambapo I'm going wrong. Mara tu unapokaa ukijiambia niko sawa, nimerelax, hata wale wanakuzunguka wanakuonyesha ukarimu, nyoka ndio hiyo. Bwana asifiwe. Kama ungekuwa Paulo, ungefikiria nini? Mimi binafsi ningejiuliza, hata kama ni hizi shida, lazima nikae hapa, lazima nihubiri hii Injili. Kama binadamu wa kawaida, nimepitia hali ngumu kwa merikebu, ndio sijatoroka, nimefika island, nimepata hata watu hawanijui, wamenionyesha ukarimu, hata kabla nirelax, nyoka ndio hii imeniuma. Bwana asifiwe. Tuko wengi, tumepitia hali ngumu, tumeomba, tumefunga, tumepata majibu. Tumefika sasa ni wakati wa kupumzika, kurelax, kuota moto, kukuwa na fellowship na wengine na kuwahadithia ile hali ilikuwa ngumu. Unapoendelea kuhadithia, nyoka ndio hiyo. Lakini habari njema ni kwamba hata lile nyoka ama hata lile joka halitakumaliza. Bwana asifiwe. Hautaishia baharini, hautamalizwa na lile joka. Bwana asifiwe. Ile hatima, Paulo hajafika kwa Caesar, hajafika kwa Kaisari ambaye anafaa, bado wako njiani. Lakini ile hali yenye alikuwa anaona ni ngumu zaidi kwa bahari, ameshaipita na ametii sauti ya Mungu ya kwamba chombo kitaharibika, lakini kufika tutafika, hakuna mmoja atapoteza maisha. Sasa imagine wewe ambao unaambia wengine hawatapoteza maisha, ndio unaumwa na nini? Wewe ambao umekuwa ukitia wengine nguvu, ndio nyoka inakuuma. Wewe ambao umekuwa ukiambia wengine fanya hii, fanya lile, nimepitia, nimefanya, nyoka ndio lile. Bwana asifiwe. Lakini the good news ni kwamba Paulo hakutikiswa na haya yote. Kama ndio maana nasema angekuwa binadamu wa kawaida, angeanza kufocus. Sasa Mungu hataona. Sasa ona, hata unaniletea nyoka iniume, mimi hata siendi kwingine. Lakini maarifa ilimjia kwa haraka. Alitikisha mkono na nyoka itaingia wapi? Kwa moto. Bwana asifiwe. Tumesema katika hizi
maarifa. Aidha tutupe shehena, tutoe ule uzito wote tulionao, tushake off nyoka lililotuuma, kwa sababu hatutapotea kwa bahari, hata nyoka halitatumaliza. Bwana asifiwe. Na the most interesting thing ni kwamba nyoka halikuumi kwa siri. Ile nyoka halituumi kwa siri. Ile hali haikujii kwa siri. Unajua ingekuwa sawa kama Paulo ametoka katika ile meli, ameenda peke yake huko kwa kundi, imemuuma, akiamua kufanya chochote atakachofanya hakuna mwenye amemuona. Bwana asifiwe. Lakini ile hali inaensure wakati umenawiri, wakati umerelax, uko mbele ya kila mtu, hapo ndio joka linajitokezea. Hapo unapo relax, unapojiambia yenyewe mafanikio ndio haya, mambo yako ndio haya, yameanza kwenda vizuri, na sio kwa siri. You're surrounded by a crowd of witnesses. Bwana asifiwe. Na hawa witnesses si lazima wakuwe ni Wakristo. In fact, unfortunately, hawakuwani Wakristo. Because nikiona Mkristo mwenzangu anapitia shida, sitakosa neno la kumtia nguvu. Lakini umewekwa mbele ya wale unafaa kuambia Mungu ni mwema, Mungu anaponya, Mungu atakupitisha katika hii hali. Watu ambao hawaamini, na wewe ndio unafaa kuwa kielelezo, wewe ndio unafaa kuwa the best example. Utaambiaje watu ya kwamba Mungu anaponya na wewe ni mgonjwa? Bwana asifiwe. Ama kuna anagonjeka kwa siri. Ugonjwa ukija ama shida ama changamoto zikija, hazijifichi, zinatokezea mbele ya kila mtu. Tukikuangalia hivi tunajua yenyewe unapitia. Bwana asifiwe. Lakini jambo moja tunajitia nguvu nalo ni kwamba hata hawa the crowd of witnesses ambao hawamjui Mungu hata kuaibisha. Bwana asifiwe. In fact wamekuangalia, wameona joka limekuuma, shida zimekupata, wacha tuone vile atafanya. Walianza kuambiana, ukiona si wamejua historia, si wahadithia wenye wametoka, wenye dhoruba imewapata, na kabisa wanajua mfungwa si anatoka na minyororo. So hakuna vile ataambia watu wa hiyo island, mimi ni mtu mzuri, hata niko na privilege ya kwenda kuona Kaisari. Wanajua kabisa ule ni mfungwa. Na ukiona akielekea kwa Kaisari, hajafanya kitu kidogo, lazima dhambi zake ni kubwa. Bwana asifiwe. Hao ndio wanakuangalia, wanasema kama hakufa baharini, amepatikana. Bwana asifiwe. Kama ile shida haikukumaliza, ngoja tuone ingine. Ndio hiyo sasa. But the greatest encouragement, Bwana asifiwe, aliyekuwa ndani ya Paulo ni mfungu, shida, joka. Bwana asifiwe. Na ndio tulisema ili ujipate katika hali ya kushukuru, si ati utakuwa na mambo mazuri, si ati kila kitu kitakuwa kikienda sambamba. Utakuwa katika ile hali unajiuliza, hata hii Mungu nafaa kuwa ninashukuru. Bwana asifiwe. Ninafunza watoto wa Sunday school, na hiyo memory verse ya 1 Thessalonians 5:18 kabla niwafunze, tunasema na wao wanasema kama memory verse. Bwana asifiwe. Wao wanasema kama tukipatana na teacher password 1 Thessalonians 5:18. Mimi mtu mzima ama mimi ninayejielewa sisemi kama password. Bwana asifiwe. Sisemi ndio nipewe tropical baada ya service, na isema nikijua kwamba in everything, katika kila hali nzuri mbaya, lazima nishukuru. Niwe na joka limejifunga mkononi na niko mbele a crowd of unbelievers, hali yangu inazorota mbele ya watu ambao hawaamini. Hakuna wa kunitia nguvu. Bwana asifiwe. Hakuna wa kunitia encouragement. In fact,
kuepuka justice. Tumeona Paulo amepitia wafalme wengi sana. Kwa hivyo hata wanaona akielekea kwa Kaisari wanajua ya kwamba huyu labda tu ni vile anajua kujitetea. So wamejua hauwezi kosa kunaswa pale na hii kupite. Bwana asifiwe. Lakini hata hilo joka, Bwana asifiwe. Na for sure ile joka halikuwa joka, haiko joka ya kawaida. Watu wanaoishi pale walikuwa wanaijua. Walikuwa wanajua ukiuko na hiyo nyoka ni poisonous, hautaishi. Ukiuko na ile nyoka walikuwa wakimwangalia. Si tulisema ile hata epuka na epuke hii. But because there is a great God, Bwana asifiwe. Ile hali ambayo tuseme umeitoroka, umefika kiwango fulani. Tumesema we are in the lift. Umetoka level moja unaenda ile nyingine. Lazima pawe na changamoto. Lakini hakuna mojawapo ya hizi changamoto itakumaliza. Bwana asifiwe. Kile tutafanya kama Paulo, shake it off. Bwana asifiwe. Shake it off. Na si rahisi. Mimi kwa nikisikia mambo kuna nyoka kwa nyumba, siendi kwa hiyo nyumba. So sio rahisi. Tusione kama ilikuwa rahisi kwa Paulo. Nyoka, shake it off. Bwana asifiwe. Hali sio hali. Bwana asifiwe. Changamoto imekukumba, imekukondolea macho. Mahali ambapo wanasema when the rubber meets the road. Hauna jinsi, lakini lazima you shake it off. Ndio ni ngumu, haipendezi. Hata wewe mwenyewe, mimi kwanza sijui kama ningeshake it off hata iende mpaka na mkono. You know, I mean, upendi nyoka, upendi ile hali. So ukiweza kuishake it off na uitokee, the better. Lakini tumesema tuondokee. Bwana asifiwe. Ile hali, iwe ugly namna gani, hiyo boma yako, shida zikuwe zimezidi kiasi kipi, hauondokei. Amen. Bwana asifiwe. Because supposing Paul alishake it off na akasema hata hivi kwa ile ikienda na nyoka, simtaki kuona nyoka, hata hiyo mkono imeguswa na nyoka iende, haiwezi fanyika vile. Bwana asifiwe. Na ndio tunahimizwa, umefika mapumziko, umefika mahali pa kurelax, umetoka kiwango kimoja mpaka kingine, changamoto zitaendelea kuja, lakini hakuna hata moja itakumaliza. Bwana asifiwe. Zitakuweka chini, zitakuogofya, zitaleta hali zote ambazo unaweza fikiria mbaya, lakini tukiendelea kumwamini huyu Mungu, hakuna moja ambayo itatumaliza. Bwana asifiwe. Because these situations are not unto death. Bwana asifiwe. Hali tunazopitia sio za kutuangamiza, ni lessons ama ni mafunzo tunapata. Na unapofika mahali ambapo unafaa kuelekea, utaangalia nyuma na useme kwa kweli, hapa nimesoma, hapa nimejifunza, hautayarudia yale makosa. Bwana asifiwe. Amen. Na kwa hivyo safari ya Paul iliendelea. Alishake it off hiyo nyoka, watu wale waliomzunguka waliweza kupeana ushuhuda mpya. Waliweza kuona kumbe hii shida haiko ikumalize, mpaka wakaanza kusema yeye ni Mungu. Bwana asifiwe. Hizo hali za aibu ambazo unapitia na kila mtu anaziona, utaaibika ndio, utateseka ndio, lakini baada ya hayo yote, wale waliokuona ukiaibika watakuja kusema na kweli huyu ako na Mungu. Bwana asifiwe. Na utukufu wote utamrudia Mungu. Bwana asifiwe. Saa zingine unafika mahali kuna inaitwa Zaburi 107. The whole of that chapter inanarrate kuhusu watu waliopitia hali kadha wa kadha, lakini walipokuita Mungu in their distress, Mungu aliwasikia na akawajibu.
ujuzi wako, mwisho wa uelewa wako, mwisho wa hekima yako, lakini Mungu hatafika mwisho. Bwana asifiwe. Hatutakufa baharini, hatutaumana na joka. Bwana asifiwe. Ile dhoruba inakuja ni ile ya kutufanya tubae, ama tutupe shehena, ama tupate maarifa mapya ya kuweza kuendelea na safari. Bwana asifiwe. Na nitafika hapa.